Tungekuwa tunajadili kuhusu matokeo ya uchunguzi sasa hivi. Na sio sasa hivi tunajadili kuhusiana na ratiba ya mechi huku tukiwa hatujui kwamba ni kwa nini mechi iliahirishwa. Yaani hapo ndo maswali yanazidi kuwa mengi sana. Na mimi kusema ukweli, hili ni swala ambalo kutoka wakati ule majibu yanachelewa. Nilikuwa nazungumza kwamba ni kitu ambacho kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo pressure inakuwa kubwa kwa watu ambao wanafanya maamuzi. Kwa sababu ukiangalia kwenye kile ambacho wamekifanya kwa maana ya kuleta hiyo ratiba, hawakufanya analysis nzuri ya kwamba tukipeleka ratiba public kwamba mechi ya Simba na Yanga itachezwa tarehe fulani, je, public ita react vipi? Kwamba je, watatuuliza je kwamba uchunguzi ambao mlitaka muufanye umefikia wapi na nini majibu yake? Maana yake hawakufanya hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba it's like ni maamuzi ambayo yamekuja labda kutokana na wanaona muda unaenda tu, tunafanyaje? Tunatakiwa tutoe taarifa. Na mimi asubuhi nimezungumza kwamba ili swala nikiliangalia kwa kiasi kikubwa, yani namna ambavyo mamlaka zina react, vilabu vina react, ni swala ambalo watu wanataka kukomwana. Unanielewa mkuli? Kwa sababu mamlaka kwa maana ya bodi ya ligi kutoa tarehe baada ya Yanga kupewa ile taarifa na CAS kwamba wanahitajika kurudi kwenye mamlaka za ndani, ni kitu ambacho kinakupa taswira ya kwamba ni kama vile wameona sasa ile taarifa imetoka, okay, ngoja tuweke hii taarifa ya kwamba mechi itachezwa siku fulani ili kuweza kuwajibu tu wao kwamba mechi ipo, mtake mtacheza, mtake hamtacheza. Umeona? Lakini kwa Yanga pia nilizungumza hapa kwamba kuna namna fulani ambavyo na wenyewe malalamiko yao kuna msingi fulani ambayo mimi nilikuwa nahisi yanakosa msingi huo wa kuwa na hayo mashiko, kwa maana ya kwamba kama hawana imani watakiwa wasicheze mechi zote. Kwa hiyo kutocheza huo mchezo mmoja tu itimisi na wenyewe wanataka kuikomoa bodi ya ligi. The same to Simba wamereact positively kwenye ratiba ambayo imepangwa. Wenyewe wamereact positive kwa sababu mpinzani wao hiki ni kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinafanyaje, kinamsumbua na kumuumiza kwamba ni kwa nini wamepanga ratiba. Kwa hiyo na wenyewe Simba wamereact positive kutokana na kwamba ni kama vile na wenyewe tena wanataka kufanyaje, kukomoa hizi pande mbili au kumkomoa Yanga. Kwa hiyo kwa kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, mimi nilikuwa naamini kwamba timing ilikuwa sio nzuri sana, na umeona sasa hivi timing yao imekuwa ni mbovu. Bodi ya ligi wametoa ratiba ya mechi kabla ya kutoa taarifa za uchunguzi ambao walikuwa wanaufanya. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye kuhandle hili swala wamejichanganya tena. Kwenye kuhandle hili swala bodi ya ligi wameendelea kudhihirisha kwamba kuna kitu kikubwa sana kinakosekana kwenye ile bodi. Ukiachana na changamoto mengi ambayo yamekuwepo kwenye ligi toka imeanza mpaka sasa hivi, I think wameendelea kudhihirisha kwamba wana changamoto nyingi sana. Manumbu, unasemaje na majibu ambayo pia yametolewa na waziri? Mimi nimependa hasa kwenye engo ambayo wawakilishi wa wananchi, wabunge wameizungumzia, ni kwa public kuonekana kama kwenye hili jambo haina say yoyote. Baada ya lile jambo kutokea, ni wazi kwamba public ambao ni wananchi ndo hawa ni mashabiki wa hizi timu, wao pia kuna sehemu wana umuhimu wao kufanikisha huo mchezo kwa vyovyote vile. Na hata baada ya huo mchezo kuahirishwa, tulikuja hapa na mimi ni moja kati ya watu nilosema kwamba mashabiki na wananchi pia wana haki ya kwa nini mchezo usichezwe. Nilikuwa nataka watu wao wapewe taarifa, na kama hautochezwa au utachezwa, basi inabidi mtu wa kuwajibishwa awepo ili public ipone kwa maana ya kwamba kuna mashabiki wa Yanga na wa Simba labda sasa hivi wanaweza wakatunishiana misuli kwamba mashabiki wa Simba wakasema kwamba sisi tunacheza, mashabiki wa Yanga sisi hatuchezi. Lakini swala sio kucheza au kutokucheza. Hii public inahitaji taarifa. Yani bodi ya ligi kasema hapo mbunge Msukuma kwamba hawa ni viongozi tu, wanatakiwa kusave muda wao. Baada ya muda wao kuisha wataondoka, wataelekea kwenye majukumu mengine. Wanatakiwa waache legacy nzuri, wanatakiwa waache legacy ambayo itakumbukwa na watu kwa muda mrefu. Sio kusema kwamba kwa sababu sisi tuko hapa kwenye system mtafuata tunachotaka. Hiyo sio sawa. Mashabiki na wananchi pia wana haki ya kupewa taarifa. Na hii ninaposema mashabiki na wananchi, simaanishi tu wananchi kwamba mashabiki wa Yanga, na watu kwa ujumla na wapenda mpira wana haki ya kupewa taarifa ya kilichotokea. Uchunguzi ufanyike, kama umefanyika hujafanyika, public inahitaji kuwa
ili ni jambo ambalo tayari lina public interest, lina maslahi kwa jamii. Kwa hiyo hauwezi tu kuliacha kimya kimya wakategemea watu wakanyamaza. Ndio hivyo sisi watu wa kwenye mic hapa tumeongea, lakini baada ya muda unaona sasa mpaka na wabunge nao ambao ni wawakilishi wa wananchi pia wameanza kuongea. Huenda kadri bodi ya ligi wanavyoendelea kulinyamazia hili jambo, huenda sauti za ziada zitaendelea kutoka. Yaani wasifikirie kwamba ni kitu wanaweza kukiignore kwa kunyamaza au kukifunika na kikapita. Wananchi lazima wapewe taarifa rasmi ya kilichotokea kabla ya kwenda kwenye upande mwingine.